Haleluya. Haleluya. Ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya semina ya neno la Mungu, Bwana asifiwe. Siku ya leo nitaanza na nitaendelea pale ambapo kuna somo ambalo nilikuwa nimewahi kulianza wakati wa nyuma. How to double anything that God gives you. Namna gani ya kuzidisha chochote kile ambacho Mungu anakupa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuzidishwa Haleluya. Kuzidishwa ni jambo la kiroho. How to double anything that God gives you. Kuzidishwa ni jambo la kiroho ambalo linahitaji kanuni ya Mungu na linahitaji kufuata kanuni za kiungu. Na hakuna anayeweza kuzidishwa pasipo kufuata kanuni za Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa kanuni zile ambazo tunafuata kanuni za kuzidishwa. Bwana asifiwe. Formulas za kuzidishwa. Kwa sababu inawezekana unatamani sana kuzidishwa na tunatamani kuzidishwa. Sasa mtu anakuwa na shauku ya kuzidishwa kwenye biashara yake. Mtu ana shauku ya kuzidishwa kwenye kazi, shauku ya kuzidishwa kwenye huduma, shauku ya kuzidishwa kwenye kanisa, shauku ya kuzidishwa afya, shauku ya kuzidishwa, shauku hamu ya kuzidishwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu hatozidishwa tu pasipo kufuata kanuni za Mungu. Haleluya. Waliotangulia wengi sana walizidishwa kwa sababu walifuata kanuni. Waliotangulia wengi walizidishwa kwa sababu walifuata kanuni za mazidisho. Waliongezwa kwa sababu walifuata kanuni za kuongezeka. Walitanuka kwa sababu walifuata kanuni za kutanuliwa. Waliongezwa kwa sababu walifuata kanuni za maongezeko. Katika ulimwengu wa roho, swala la kuzidishwa ni swala la kikanuni. Na Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Our God is a God of principles. Hallelujah. Our God is a God of principles. Na kanuni za Mungu ni nini? Kanuni za Mungu ni funguo za kufungua mlango wowote uliofungwa kwenye maisha ya mtu. Hallelujah. Kanuni za Mungu ni taa ya kuwasha eneo lolote lenye giza kwenye maisha ya mtu. Zaburi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wangu niongoza miguu. Maana yake wakati Daudi anatembea, neno la Mungu linamuongoza miguu. Sasa naposema neno la Mungu linamuongoza miguu, maana yake kanuni za Mungu zinamuongoza miguu. Amini nakwambia kuna mtu anaweza kawa anatembea na anatembea asipotakiwa kutembea kwa sababu taa haipo, mwangaza haupo, nuru haipo. Bwana asifiwe. Nyota haipo. Wakati Yesu anazaliwa tu, mamajusi walichokiona waliona nini? Waliona nyota kubwa. Kwa hiyo wakati wanaenda kwa Yesu hawakukosea njia. Haleluya. Wakati wanaenda kwa Yesu hawakukosea njia. Kwa nini? Kwa sababu kuna nyota mbele yao. Kwa hiyo wakati wanatembea wanafuata nyota iliyoko mbele yao. Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Kanuni za Mungu ndiyo taa ambayo ikiwashwa mwanadamu akifuata hakosei. Mwanadamu akifuata hakosei. Basi sikia Biblia inasema mwaka mmoja kwa Mungu ni sawasawa na miaka 1000. Siku moja ni sawasawa na siku 1000. Yaani maana yake inawezekana kuna vitu mtu ili avipate watu kwa namna ya kawaida ya kibinadamu. Inawezekana kuna vitu watu wavipate lazima wa struggle kwa miaka 1000, kwa siku 1000. Lakini inawezekana kuna mtu anayefuata kanuni, yeye akatembea na jambo hilo kwa siku moja na likaonekana. Bwana tusaidie sana. Inawezekana kabisa kuna mtu
fanya jambo hilo kwa siku moja na likaonekana. Kwa nini? Kwa sababu amefuata kanuni za maongezeko. Haleluya, haleluya. Inawezekana dunia imekalili njia ya kufanikiwa. Inawezekana dunia imekalili mlango wa mafanikio. Inawezekana dunia imekalili njia za kufanikisha milango. Inawezekana dunia imekalili namna ya kutembea ili mtu afanikiwe. Inawezekana dunia ikawa imekalili ipite ili ipate mafanikio. Inawezekana watu wakawa wamekalili watembeeje ili watoboe, lakini kwa kuna njia ya kimungu ambayo hiyo njia ikimwongoza mtu, ikikaa mbele ya mtu, hata kama mahali anaenda ni mbali kiwango gani, hatapoteza muda na hatakosea. Haleluya, hatapoteza muda na hatakosea. Kikanuni, mazidisho, maongezeko kwenye ulimwengu wa roho na mazidisho kwenye ulimwengu wa roho. Kikanuni, Bwana asifiwe, haleluya. Kikanuni, maongezeko na mazidisho kwenye ulimwengu wa roho ni hali ya kutoka mahali na kwenda mahali kwa wakati ambao Mungu amepanga. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ndio maana inawezekana ukapata vitu ambavyo inawezekana si vya kwako, si vya umri wako, si vya age yako, si vya level yako, lakini ni kwa sababu umefuata kanuni za Mungu. Bwana usaidie sana, haleluya. Kwa hiyo kama tunatamani mazidisho, kama tunatamani maongezeko, kama tunatamani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kama tunatamani kuzidi sana, kama tunatamani kuongezeka sana, lazima kufuata kanuni za Mungu. Yesu tutie nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kanuni za Mungu ni funguo za milango mingi. Kuwasha taa ni kufuata kanuni za Mungu, ni kuwasha taa gizani. Haleluya. Mwanadamu kufanikiwa pasipo kanuni ni jambo gumu sana, ni jambo gumu sana. Sasa natamani tushirikishane kanuni hizi ambazo zitakufanya uzidishwe katika eneo lolote lile la maisha yako. Haleluya. Zitakazokufanya uzidishwe katika eneo lolote lile la maisha yako. Number 1, engage in spiritual warfare. Engage yourself in spiritual warfare. Jambo la kwanza, anzisha na ujihusishe na vita ya kiroho. Jihusishe na vita ya kiroho. Hakuna kitu duniani adui anakipinga kama kuzidishwa. Hakuna kitu shetani anakipinga na anakizuia kama kuzidishwa. Haleluya. Kwa sababu ni lengo la Mungu watu wake wazidishwe. Ni lengo la Mungu watu wake waongezeke. Ni lengo la Mungu watu wake wafanikiwe. Lengo la Mungu watu wake wastawi sana. Ni lengo la Mungu watu wake wazidi sana. Sasa shetani kazi anayoifanya ni kuzuia maongezeko, ni kuzuia mazidisho, ni kuzuia kuongezeka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili kuongezeka, jambo la kwanza, we have to engage in spiritual warfare. Lazima tujihusishe na vita vya kiroho. Bwana tusaidie sana. Lazima kujihusisha na vita vya kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu vita vya kiroho, tukipigana vita vya kiroho, itatusaidia kuzipinga hila za shetani. Maandiko yanasema kuziteka nyara. Unasikia umuhimu wa vita vya kiroho? Maandiko yanasema kitabu cha Waefeso, kuziteka nyara kila fikra zinazompinga Kristo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kuna fikra zinampinga Yesu, kama kuna fikra zinapinga mipango ya Mungu kwenye maisha yako, kama kuna fikra zinazuia mipango na mikakati ya Mungu kwenye maisha yako, njia ya kuzizuia hizo ni kujiengage kwenye vita vya kiroho. Anasema hivi, vita vyetu si vya damu na nyama. Tukishindana na majeshi ya pepo baya, tukiteka nyara, tukiteka nyara kila fikra zisizomtii Mungu,
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuna fikra za giza zisizomtii Mungu. Inawezekana Mungu akaamuru vitu fulani vitokee kwenye maisha yako, lakini zikatokea fikra za giza zisizomtii Kristo. Inawezekana kuna namna Mungu ameamua barabara ya maisha yako iende, lakini zikatokea fikra za shetani, hila za shetani, mipango ya adui ya kukuzuia, na namna ya kupinga mipango hiyo, namna ya kupinga nguvu za kukuzuia, namna ya kupinga nguvu za kufanya usiongezeke ni kujiengage kwenye vita vya kiroho. Bwana asifiwe. Kuwa engaged kwenye vita vya kiroho. Anasema ili tuziteke nyara kila fikra zisizomtii Mungu. Kuziteka nyara kila fikra zisizomtii Mungu. Chukulia mfano Danieli. Danieli ameomba. Siku 21 majibu yangekuwa yamefika. Bwana asifiwe. Lakini majibu yamezuiliwa juu angani. Yenda nini tangu amefunga naomba, majibu yalishashushwa. Yako njaa inakuja. Lakini majibu yamezuiliwa. Kuna vita inapiganwa angani juu. Vita. Nini kinazuiliwa? Majibu ya Danieli. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inawezekana kuna namna unaona kama hauzidishwi. Ukafikiri labda kuna kanuni ya ufuati. Ukafikiri labda kuna mahali umekosea. Ukafikiri labda kuna kitu umeshindwa kufanya vizuri. Danieli majibu yalikuwa yaje, lakini yamezuiliwa juu ya anga. Angani majibu yamezuiliwa na majeshi ya Waajemi, wakuu wa Waajemi, wakuu wa Gizaidi wamezuia majibu. Kwa hiyo kati ya njia za kufanya uzidi sana, uongezeke sana, upanuke sana, uzidi sana, mambo yako yazidi sana, ukianzisha biashara izidi sana, ukianzisha huduma izidi sana, ukianzisha kazi izidi sana, ukianzisha biashara izidi sana, ukianzisha ukiingia kwenye masomo uzidi sana, ukiingia kwa kazi yote ile uzidi sana. Njia ya kufanya na kukuongeza uzidi sana, moja wapo ni kujiingiza kwenye vita vya kiroho, kwa sababu shetani halali, shetani hasinzii, shetani hachoki, shetani hapumziki, shetani hana likizo, shetani haendi likizo, shetani hana uchovu, shetani hachoki wala hasinzii. Kwa hiyo njia ya kuweza kuzifanya mambo yetu yazidi na yaongezeke ni kuingia kwenye vita vya kiroho. Kama anavyopambana na sisi tupambane naye. Haleluya. Oh, haleluya. Maandiko yanasema hivi, mpingeni shetani. Unajua tunapopambana vita vya kiroho tunao uhakika wa kushinda. Maandiko yanasema hivi, mpingeni shetani naye atawakimbia. Haleluya. Mkaribieni Mungu naye atawakaribieni ninyi, lakini mpingeni shetani naye atawakimbia nyinyi. Ukienda kwenye kazi yako, mpinge shetani atakukimbia. Pinga hasara zikukimbie. Pinga kurudi nyuma kukukimbie. Pinga mikataba ya mwovu kukukimbie. Pinga hasara zikukimbie. Pinga kurudi nyuma kukukimbie. Pinga kupoteza wateja kukukimbie. Pinga mikataba ya mwovu ikuachie, isikusogelee. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Haleluya. Haleluya. Ukiweza kumpinga shetani, maanake ni kwamba umeweza kufanya mambo yako yakawa free, yakawa huru, bila kuzuiliwa na chochote. Ukiwa unatembea barabarani, haleluya, ukiwa unatembea barabarani unaendesha, ukikutana na traffic lights, taa za barabarani, zinachokifanya taa za barabarani wakati mwingine ni kukuzuia na safari yako unaendelea nayo, kwamba simama, you have to stop whether you want or you don't. Lazima usimame, aidha unataka ama hautaki, lazima usimame. Ni wakati ambao taa zimezuia magari kutembea. Huo ni wakati ambao watembea kwa miguu wanatembea. Lakini ukiwa kwenye barabara ambayo haina traffic lights, maana yake ni kwamba unaambiwa nenda moja kwa moja. Hakuna kusimama, hakuna kuzuiliwa, hakuna kustopishwa. Ni wakati wa kuendelea mbele. Lakini shetani anaweza kaweka kwenye njia yako na barabara yako, shetani akaweka traffic lights, akaweka barriers, akaweka vizuizi, akaweka vikwazo, kwamba akifika hapa achelewe, kwamba akifika hapa asiendelee mbele. Kuna maroho mengine yapo kwenye ukoo. Kuna vitu vingine vinatembea kwenye damu. Kuna vitu vingine vinatembea kwenye familia, kwamba kwenye hii familia hakuna anayefika chuo kikuu. Kwa hiyo huyu hata kama afanye nini hata kufika chuo kikuu. Unashangaa mtu kila anapotaka kufanya mtihani wa form 6 anaugua ugonjwa wa ajabu.
Nimewahi kuona hayo hapa sini. Nimesoma na mtu mmoja. Anakaribia kufanya, alikuwa form 6 wakati niko form 5. Anakaribia kufanya mtihani wa taifa, akakamatwa kwa watu, akafumaniwa. Karibu nafanya mtihani wa taifa. Alikuwa amevushwa na binti. Binti akamwambia wazazi hawapo. Bwana asifiwe. Kumbe wazazi wapo. Usiku jamaa akaamka kutoka nje, amevaa boxer. Baba naye akaamka akamuona dirishani. Akatoka wakakamata wakasweka ndani. Muda wa mtihani ukapita. Watu wakamaliza. Akapewa adhabu, akaombewa msamaha. Akaanza tena upya. Akasoma form 6. Form 6 akasoma. Zimebaki siku 2 kwenda kwenye mtihani. Jamaa akaanza kujisikia kama vibaya. Siku ya mtihani ameingia kwenye mtihani wa kwanza hivi, alivyoshika kalamu akaanza kutetemeka, anatetemeka, akaanguka chini ti. Akaingizwa kwenye gari la mwalimu mmoja, akapeleka hospitali. Akawa ajitambui. Ukiona tu kutaba, kifua kinapanda kwenye kitanda amelala, kifua kinapanda kinashuka, kinapanda kinashuka. Mitihani ilipoisha akawa mzima wa afya. Heri. Bwana asifiwe. Akawa buheri wa afya. Na tena akafanya tena mara nyingine, akazingua sijui kitu gani, akafukuzwa. Bwana asifiwe. Akaambiwa sasa utakuwa unakuja kufanya mtihani alafu unarudi kwenu. Wakati huo shule ni ya boarding. Haleluya. Kuna vitu vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho kuzuia safari za watu, kuzuia hatima za watu, kuzuia mwendelezo wa maisha ya watu, kuzuia progress za maisha ya watu. Lakini maandiko yanasema hivi, mpingeni shetani atawakimbia nyinyi. Nakwambia katika kanuni za kuweza kuzidisha kwenye maisha yako, kujiingiza kwenye vita vya kiroho ni kati ya kanuni na silaha muhimu itakayokufanya maisha yako yaendelee. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia, nayajua mawazo yanayoniwazia Mungu ni mawazo ya amani, ya kunipa tumaini siku zangu za, ni mawazo mema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakuna Mungu anayemwazia mtu mawazo mabaya. Mungu siku zote anamwazia mtu mawazo mema, mawazo ya amani, ya kumpatia tumaini, mawazo ya kukupatia tumaini, mawazo ya kukupatia tumaini, mawazo ya kukupatia tumaini. The ideas, yani vitu ambavyo Mungu anakuwazia ni vitu vya kufanya uwe na tumaini kwenye safari. Ukiwa na tumaini, maana yake una uwezo wa kupata nguvu ya kuendelea. Bwana asifiwe. Kwenye ndoa yako kwa kuna tumaini, una uwezo wa kuendelea. Ukiwa na mgonjwa anaugua na hakuna matumaini, kuna hali ya kukata tamaa. Watu wengine wanavunjika moyo, wanasubiri afe. Kuna wakati watu wanaenda hospitali, madaktari wanawaambia sasa huyu mgonjwa pelekeni nyumbani. Maana yake ni kwamba madaktari tumaini lao limekwisha, kwa sababu tumaini lao liko kwenye madawa, lakini kila dawa wamejaribu hakuna. Lakini mawazo mema ya kutupa sisi tumaini kwenye siku za mwisho. Haleluya. Siku za mwisho za chochote kile ni siku ambazo za vita. Bwana asifiwe. Siku za mwisho za hatma ni siku za vita. Yaani wakati unaenda kuingia kwenye hatma, wakati unaenda kuingia kwenye Kanani, wakati unaenda kuingia kwenye Eden, wakati unaenda kuingia kwenye kurithi nchi, hapo kuna vita, kwa sababu kuna vizuizi. Shetani hataki uingie na Mungu anataka uingie. Alafu umebaki tu huko upo katikati. Haujui unaenda wapi na haujui unataka kwenda wapi. Lakini nakusihi kwa jina la Yesu, ingia kwenye vita vya kiroho. Wakati shetani anakuvuta kurudisha nyuma, unapiga hatua nyingi kwenda mbele. Akikuvuta kurudi nyuma, unapiga hatua nyingi kwenda mbele. Akijitahidi kukurudisha, unapiga hatua nyingi kwenda mbele. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Mungu akupe neema ya kushinda. Mungu akupe neema ya ujasiri. Mungu akupe neema ya nguvu. Mungu akupe neema ya kutokuvunjika moyo. Usikatishwe tamaa na chochote. Haleluya. 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 Usikubali chochote kushika tamaa. How to double anything that God gives you. Spiritual warfare. Hata kanisa, namna ya kuzidisha kanisa. Bwana asifiwe. Ili kanisa la Mungu lizidishwe mara 2 lilivyo, njia ya kwanza ni kujiengage kwenye vita vya kiroho. Hakuna mtumishi wa Mungu yeyote duniani ambaye alijiengage vizuri kwenye vita vya kiroho. Yaani sio kujiingiza kwenye vita vya kiroho, kuwa engaged vizuri kabisa, kupigana vizuri vita vya kiroho. Hata mmoja ambaye Mungu alimwacha. Ukijiingiza kwenye vita vya kiroho,
unazuia vitu vinavyokuzuia. Haleluya. Unaziwekea beria zako. Haleluya. Unazizima taa za barabarani za kuzuia. Sema amina. Una clear barabara zenye mabonde mbele yako. Sema amina. Unatengeneza njia na mapito mazuri, ukijiingiza vizuri kwenye vita vya kiroho. Kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye anataka huduma ikue, huduma iongezeke, huduma ipanuke, huduma iwe doubled, lazima mtumishi wa Mungu ajiingize kwenye vita vya kiroho. Kwa sababu unajua, kwa sababu anasema hivi, Mungu anajenga kanisa juu ya malango. Anajenga kanisa juu ya mwamba. Na akijenga juu ya mwamba, malango ya kuzimu hayatalitikisa. Kwa hiyo kama kuna malango ya kuzimu, maana yake kuna vita. Bwana asifiwe. Maana yake kuna vita. Kwa mtumishi wa Mungu yote lazima, kama anataka kuzidishwa, lazima aamue mwenyewe kujiingiza ndani kwenye vita vya kiroho. Sio kama niwahi kuwapa ushuhuda mmoja wa Bishop David Oyedepo wa Winners Chapel International. Jamaa kuna mwaka mmoja akaingia kwenye maombi ya kufunga siku 365 vita vya kiroho. Maana ya vita ni maana ya kuweka bunduki juu, hakuna kushusha mpaka vita inyamaze kimya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuingia kwenye vita vya kiroho maana yake ni kuweka silaha zako juu, hakuna kuzishusha mpaka vita iishe. Sasa changamoto ya Wakristo wengi, wanaingia kwenye vita kwa kusuasua. Yaani maana yake ni kwamba wanampiga shetani alafu wanaenda kulala. Bwana asifiwe. Wanampiga shetani alafu wanaenda kulala. Unapolala yeye anaamka. Yaani mtu anajipa sasa nitaomba wiki moja. Atafunga na kuomba wiki moja. Alafu baada ya wiki atakaa siku 60. Siku 365. Siku 40 hajaomba tena. Tangu ameomba mara moja hajaomba tena. Wakati wa ndo shetani unamwachia gepu akutandike haswa. Wakati wana wa Israeli wako kwenye vita, Musa alitakiwa aweke mikono yake juu ili wasipigwe. Wakati wote ambao Musa anashusha mikono chini, maana yake ni kwamba Israeli walikuwa wanapigwa kweli kweli. Kwa hiyo mikono ya Musa itakiwa ikae juu. Hivyo hivyo kama ni mtumishi wa Mungu, lazima mikono yake ikae juu milele. Hakuna kuchoka, hakuna kupumzika, hakuna kwenda likizo. Ni maombi milele, ni mifungo milele, ni kujifunza milele, ni kusoma neno milele, ni kujiengage na vita vya kiroho milele, ni kupambana milele, ni kujihusisha na kazi ya Mungu milele, ni kumtolea Mungu milele, ni kujenga madhabahu milele, ni kutokupumzika milele mpaka shetani yapigwe, agalagazwe. Haleluya. Bwana Yesu asaidie sana. Haleluya, haleluya. Engaging in spiritual warfare. Ndugu, mfano wa David Oyedepo. A man fasted kwa siku 5 kwenye vita vya kiroho. Mtu atakiwi kuchoka. Kwa sababu ukichoka vitani, shinde. Ukichoka vitani, umeruhusu adui ya kushinde. Ukivunjika moyo vitani, umeruhusu adui ya kushinde. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Njia ya kwanza ya kuzidishwa sana ni hiyo. Njia ya pili ya kuzidishwa sana ni kuishi maisha ya imani. Kuishi maisha ya imani. Living a life of faith. Maisha ya imani. Kitabu cha Biblia kinasema hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani, naye akisita sita, roho ya Mungu haina furaha naye tena. Kwa hiyo kwenye maisha yako ukitaka kuzidishwa, anza kuishi maisha ya imani. Bwana asifiwe. Kama unataka kuzidi, kama unataka kuongezeka, kama unataka kuinuliwa, kama unataka kukuzwa, kama unataka kukua, anza kuishi maisha ya imani, maisha ya kumwamini Mungu, maisha ya kuamini, maisha ya kumwamini Mungu. Ukiishi maisha ya kumwamini Mungu, umeishi maisha ya kukua, utaishi maisha ya utaona ongezeko kila siku, kwa sababu Mungu hafurahishi na wasio na imani.
Hebu angalia imani ya Abraham. Ibrahim anamwamini Mungu. Mungu anamwambia hivi, uzao wako nitaufanya kuwa kama ambavyo unaona idadi ya mchanga wa bahari usivyoweza kuihesabu, au usivyoweza kuhesabu nyota za mbinguni, ndivyo ambavyo nitakufanya wewe na uzao wako. Wakati huo Mungu anambariki, a man is going to be old. Bwana asifiwe. Wakati huo Mungu anambariki, yeye ndo ameanza kuzeeka hivyo. Wakati huo Mungu anamwambia hayo, yeye ndio ameanza kuzeeka hivyo. Na hivi alitolewa kwao kwenye Uru la Wakaldayo akiwa na miaka 75. Sasa fikiria, akiwa na miaka 75 ndio Mungu anaanza kumpa ahadi. Bwana asifiwe. Mke wake, malaika wa Mungu wanamtamkia kuzaa mtoto majira kama yale mwakani. Malaika wa Mungu wanamtamkia kuzaa mtoto. Mke wake ameisha kuwa mzee na kutarajia kabisa, bibi kabisa, kisayansi hawezi kubeba ujauzito kwa umri aliokuwa nao. Mke wake tu Sara aliposikia malaika wanasema akaanza kucheka, akacheka ha. Sijui Sara aliwaza nini, kwa sababu wale malaika walikuwa wamemaliza kuchinjiwa ndama aliyenona, wamepikiwa vizuri. Inawezekana alisema chakula hiki nacho kinasemeshaga. Bwana asifiwe. Unajua hata kwenye sherehe watu wakila kwanza ndio wakatoe zawadi. Mtu anatoa ahadi za ajabu asizoweza kutimiza. Mimi nitamnunulia bwana harusi kiwanja. Bwana asifiwe. Na anajua kabisa kiwanja hawezi pata. Lakini unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kuna msosi. Sasa Sara akafikiria kama mimi ninavyofikiria hivyo kusema. Lakini Mungu alikuwa malaika wa Mungu. Na ilikuwa ni uhakika. Alichokifanya Ibrahimu, akamwamini Mungu. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Ibrania 1 utaona Mungu anasema Ibrahimu na Sara wakamwamini Mungu, ndio Mungu akawapa uwezo kupata watoto. Sio Mungu akampa Isaka, lakini Mungu akampa uwezo wa kupata watoto. Kwa hiyo hata kama wangetaka watoto wengine wengi wangepata. Wangetaka maelfu mengine ya watoto wangepata, kwa sababu walikuwa na uwezo. Haijalishi umri umeenda, wamepewa uwezo. Haijalishi umechelewa sana, lakini kuna namna Mungu anakupa uwezo kwa imani. Bwana asifiwe. Kuna namna Mungu anaweza kukupa uwezo kwa imani. Mungu akikupa uwezo kwa imani, utaona mambo yako yanavyoenda. Haleluya. Wacha nimalizie kipengele hiki. Na nafikiri nitaishia hapa leo, alafu mimi nitaendelea nayo kesho. Kuna utofauti mkubwa kati ya imani na matumaini. Sasa watu wengi wanatembea katika hali ya tumaini na wanaacha kutembea katika hali ya imani. Utofautishia imani ni nini na matumaini ni nini? Nakumbuka nimefundisha hili somo miaka ya nyuma sana. Tofauti kati ya imani na matumaini. Sio nyuma sana, lakini ilikuwa na mwaka 2018. Nakumbuka vizuri. Nilifundisha mwaka 2018, nilifundisha tofauti kati ya imani na matumaini. Kusema na muamini Mungu ni nini na mtu mwenye tumaini ni yupi? Anayetumaini na anayemwamini Mungu, hawa ni watu wawili tofauti. Nilifundisha somo 2018. Nimempendeza Mungu nikufundisha hii siku ya leo, kwa sababu kupitia hili somo na kupitia haya maneno utapata nguvu ya kuzidishwa. Bwana asifiwe. Mtu mwenye imani ni yule mwenye uhakika wa mambo yanayotarajiwa, ambaye Mungu amemweka bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe. Kuna vitu huwa namwambia mke wangu mpaka anacheka. Anasema unavyosema kama vile tayari unacho hicho kitu unachokisema. Namwambia nina uhakika kwa sababu nina imani. Una uhakika na nini? Na mambo yanayotarajiwa. Hayo mambo hauna. Hayo mambo hujaona. Hayo mambo hujayashika. Hayo mambo hujayapapasa, lakini una uhakika wa mambo yanayotarajiwa. Hiyo ndio imani. Alafu ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kitu kuwa bayana
kitu maana yake kiko wazi, kiko wazi. Kwa hiyo wewe mwenye imani umewekewa wazi mambo ambayo macho hayaoni. Bwana atusaidie. Ndiyo maana siku zote maono si mpaka wawe nayo watu wote. Unaweza ukawa na maono makubwa na watu wengine hawaoni unavyoona. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengine wanaweza wakawa wanaona unachelewa, lakini uko jenga. Maono Mungu anakupa wewe, hajawapa nyinyi, amekupa wewe. Yesu tusaidie. Kwa hiyo kuwa bayana na vitu visivyoonekana maana kuwekewa wazi vitu ambavyo macho ya kibinadamu hayawezi kuona. Macho ya jirani yako hayawezi kuona. Macho ya rafiki yako hayavioni. Macho ya mke wako hayavioni. Macho ya mwenye nyumba wako hayavioni. Macho ya ndugu yako hayaoni ambayo unayaona. Hiyo ndio imani. Wanasifiwe. Haleluya. Kuna vitu ambavyo unatamani kuonavyo. Kuna vitu ambavyo unatamani kuvipata. Mwenye imani anaviona hivyo vitu hata kama hana. Bwana asifiwe. Ibrahimu anajiona baba wa mataifa ikiwa hana mtoto hata mmoja. Ibrahimu ana uhakika na kwamba yeye ana uzao mkubwa hata kama ana mtoto mmoja. Kwa hiyo hata Mungu akimuomba amtolee huyo mtoto mmoja, Ibrahimu hawezi kuacha kumtolea Mungu kwa sababu ana uhakika Mungu alishaniahidi kuwa na watoto wengi kama mchanga wa bahari. Mungu alishamwahidi kuwa na watoto wengi kama nyota za mbinguni. Kwa hiyo hata Mungu kumwambia Ibrahimu, leo mtoto wako mmoja. Ibrahimu hakuwa na hofu, Ibrahimu hakuwa na mashaka, Ibrahimu hakuwa na wasiwasi, Ibrahimu hakuingiwa na hofu kwa sababu ana uhakika na mambo ambayo anayatarajia, ambayo Mungu ameshamuonesha, ambayo hata mke wake Sara hayajui. Bwana asifiwe. Hiyo ndio imani. Kumwamini Mungu, tunamwamini Mungu wakati ambao hakuna tulicho nacho. Tunamwamini Mungu wakati ambao hakuna mazingira ya kuonesha kama kuna amani. Tunamwamini Mungu wakati ambao hakuna mazingira yanayoonyesha kwamba kuna hali nzuri. Tunamwamini Mungu wakati ambao hakuna mazingira yanaonyesha kama kuna hali ya usawa, kama kuna hali ya mazingira yanaleta kama kuna dalili nzuri ya mvua. Bwana asifiwe. Wakati mtumishi wa Mungu Elia yupo kwenye mlima Karmeli, amepiga magoti, anaomba, analala kifurifuri, anaomba, anaabudu, anamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie upande wa bahari kama kuna mvua inakuja. Anaenda kuangalia, haoni kitu. Anaendelea kuomba, anamwambia nenda tena mpaka mara 7, kwa sababu ana uhakika mpaka ifike mara ya 7 hii mvua lazima inyeshe. Kwa sababu Elia, Mungu ameisha muonesha kwamba mvua itanyesha, iwe isiwe, mvua itanyesha. Kuna mvua, hakuna mvua, mvua itanyesha. Kuna wingu, hakuna wingu, mvua itanyesha. Watabiri wale wao wametabiri, watabiri, mvua itanyesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kiangazi au sio wa kiangazi, mvua lazima inyeshe. Kwa hiyo anamwambia mtumishi wake, anapoenda nje na angalia mara ya kwanza, hakuna dalili ya mvua. Tena kuangalia mara ya pili, hakuna dalili ya mvua. Anamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie mpaka mara 7. Mtumishi wake anaenda kuangalia mara ya 7, anamwambia hivi, nimeona wingu upande wa bahari linalingana na mkono wa mwanadamu. Yaani katika anga zima dalili ya mvua ni ndogo. Katika anga zima wingu linalingana na huu mkono wa mwanadamu. Maana yake ni kwamba kuna 0.01% za uwezekano wa mvua kunyesha. Asilimia chache, chini ya 0.5%. Bwana asifiwe. Za uwezekano wa mvua kunyesha. Kwa sababu kwenye anga zima wingu linalingana na mkono. Na ili wingu la kulingana na mkono haliwezi kunyesha hiyo mvua. Lakini wakati wao anamwambia nenda kamwambie mfano, ashuke mlimani kabla mvua haijamzuia. Ashuke kabla mvua haijamzuia. Hata kama wingu ni dogo kiwango gani, jamaa naamini kwenye ile wingu dogo ya kiwango kidogo, 0.01%,
inaweza ikashuka mvua ya 100%. Imani. Haleluya, haleluya. Tunamwamini Mungu wakati ambao tunaona mazingira hayaruhusu, mazingira hayatupendi, mazingira yanatukataa, condition ni kama zimekaa vibaya. Bwana asifiwe. Lakini tumaini, tunatumaini wakati ambao kuna dalili za kufanikiwa. Bwana asifiwe. Yaani kama unauguza mgonjwa, alafu ukaona yule mgonjwa leo amekunywa glasi moja ya juisi, kesho akanywa juisi akaomba na keki 2, kesho kutwa akasema wampikie kauji kiepesi, siku ya 4 akasema wampikie wali bokoboko. Unatumaini mgonjwa anakula. Wakikuuliza mgonjwa anaendeleaje, unasema mgonjwa anakula. Jana kanywa juisi, kala keki, leo kanywa uji, kala bokoboko. Mgonjwa atapona. Kwa hiyo nina imani atapona. Hapo hauna imani, hapo una matumaini ya mgonjwa kupona. Kwa hiyo unatakiwa ukuze kiwango cha imani, uanze kuamini kwenye viwango vya yale ambazo hujawahi kushika. Sema amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uanze kuamini kwenye viwango ambavyo akili zako, ufahamu wako, uelewa wako haujawahi kufika. Usitumaini, muamini Mungu. Bwana asifiwe. Muamini Mungu. Kwamba hata kama naona kabisa sioni mwelekeo, sioni dalili, sioni njia, sioni upenyo, sioni pa kupita, sioni nitapita wapi, sioni njia iliyonyooka mbele yangu. Nikijaribu hii inashindikana, ukijaribu hiki kinashindikana, ukijaribu njia hii unapata hasara, ukijaribu njia hii vinaanguka, ukijaribu njia hii unapoteza, ukijaribu njia hii unaona kabisa ndo mambo hayaeleweki, mambo yanaharibiki. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yanayotarajiwa, ambayo macho yako hayajawahi kuona, bayana ya mambo yasiyoonekana, vitu ambavyo macho ya wanadamu hayajawahi kuona. Anza kuamini kwenye vitu ambavyo macho yako hayajawahi kuona. Hata kama unaona hali ni mbaya, amini tu Mungu wa mbingu na nchi ana nguvu ya kufanya yasiyowezekana yakawezekana, yaliyokuwa magumu yakawa rahisi, yanayoonekana yawezekane yakawezekana. Mungu ambaye ana nguvu ya kufanya ambaye anaweza kufanya milima ikasawazishwa. Yuko Mungu ambaye anaweza kupasua bahari ikatokeza njia. Yuko Mungu ambaye anaweza akaambia mwamba ukatoa maji. Yuko Mungu ambaye anaweza kushusha nyama zikatoka mbinguni, ukachinja kwale ukala hata kama hauna chakula. Yuko Mungu ambaye shoka linapozama anaweza kufanya namna shoka likaelea. Yuko Mungu wa matendo, Mungu wa matendo ya mitume na manabii, Mungu aliyesimama wakati wa kina Petro, aliyesimama wakati wa kina Yohana. Muamini Mungu kwenye jaribu lako, kwamba yuko Mungu wa kukuvusha. Unapopitia mateso, amini kwamba yuko Mungu anayeweza kukuvusha. Tamani, unapopitia hali ngumu, unapopitia changamoto, unapopitia mateso, unapopitia shida, uamini kwamba yuko Mungu anayeweza kunivusha na kunitoa kwenye hali hii, hata kama ni ngumu kiwango gani. Mungu wa matendo ya mitume ndiye Mungu wetu. Mungu wa matendo ya mitume ndiye Mungu tunayemwabudu. Mungu wa matendo ya mitume aliyetembea na kina Petro, aliyetembea na kina Yohana, aliyetembea na kina Luka, aliyetembea na kina Filipo, aliyetembea na kina Mathayo, huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Amini Mungu, hakuna mlima ambao hautasawazishwa, hakuna mlima utakaobaki mbele yako bila ya kusawazishwa. Mashanda rabokoria. Haleluya. Mtume Yohana amechemshiwa mafuta. Hiyo ndio imani nataka uwe nayo. Amechemshiwa mafuta, pipa linachemshwa.
mafuta mazito kama rami, alafu yamechemka centigrades zaidi ya 100, yamechemka sana, ya moto. Anakamatwa Yohana, anatumbukizwa kwenye pipa la mafuta. Anaona kabisa kwenye pipa la mafuta kwamba kuna mauti. Unanisikiliza? Anaona mauti kwenye pipa la mafuta, kuna mauti. Pipa limechemka kiwango cha kwamba yakiingia akauke. Lakini Yohana anasema hivi, ule uzima uliomo ndani ya Kristo nimeuona kwa macho. Wakati mafuta yanachemka na yuko ndani ya mafuta, anasema ule uzima uliomo ndani ya Yesu nimeuona kwa macho, nimeushika kwa mikono na nimeupapasa. Anapapasa uzima ndani ya Yesu hata kama yuko kwenye pipa la mafuta. Amini kwamba pipa la mafuta haliwezi kumteketeza, kwa sababu anayo imani ya uzima ndani ya mauti. Anayo imani ya uzima hata kama yupo kwenye hali ya kufa. Anayo imani ya uzima hata kama yupo kwenye hali ya kifo. Anaamini kuhusu uhai hata kama yupo kwenye hali ya kufa. Anaamini kuhusu uzima hata kama yupo kwenye hali ya kufa. Haleluya! Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Maana yake Daudi hatembei kwenye ardhi ya kawaida wakati huo. Anazungumza kama akipita katika bonde ambalo ndani yake kuna mauti. Unanisikia? Yupo kwenye bonde. Bonde ni sehemu ya chini. Bwana asifiwe. Alafu bonde, sehemu ya chini, kuna kitu kinaitwa mauti kwa juu. Kimelifunika lile bonde. Pametengeneza kivuli au uvuli wa mauti. Manake chini ya bonde analotembea humo, chini ya bonde analopita kuna mauti. Juu kuna mauti imefunika. Anasema hivi, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Hiyo ndio imani ambayo unatakiwa kuwa nayo mteule. Ujapopita kwenye bonde la mauti usiogope mbaya, kwa sababu gongo la Bwana na fimbo ya Bwana vitakufariji tu. Daudi anaongea kwa uhakika kwamba hata kama nipite kwenye hali ngumu kiwango gani, hata kama nipite kwenye mazingira mabaya kiwango gani, hata kama shetani anitafute kiwango gani, hata kama atamani kuniharibia kiwango gani, sitaogopa hayo mabaya yote. Sitaogopa mabaya yote, kwa sababu nina uhakika kuna kitu kinaitwa gongo la Bwana na kuna fimbo ya Bwana. Kuna fimbo ya Bwana, kuna gongo la Bwana. Vitanifariji, vitanifariji, vitanifariji. Usiogope mabaya wakati mabaya yakija. Amini kwamba yuko Mungu anayeweza kuweka uzima ndani ya kaburi, anayeweza kuweka uzima ndani ya waliokufa, anayeweza kuunganisha mifupa. Rabahanda brakadosa, herahanda brakatuhanda. Nabii wa Mungu Ezekieli anatembea, alafu Mungu anamchukua katika maono, anamuonesha bonde lenye mifupa iliyokauka. Alafu Mungu anamwambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuwa nafsi haya? Alafu Ezekieli anamwambia Bwana, wewe unajua kama hii mifupa inaweza ikaunganishwa alafu zikawa nafsi haya. Alafu Mungu anamwambia Ezekieli, tamka neno juu ya mifupa. Sema neno juu ya mifupa. Sema neno juu ya mifupa. Watu waondoke hapa wakiwa na imani ya kuzidishwa. Waende waseme juu ya vitu ambavyo kwenye maisha yao vimekaa kama vimekauka, vitu ambavyo kwenye maisha yao vimekaa kama mifupa, vitu ambavyo kwenye maisha yao vimewekwa kama mifupa. Watu wenye imani waondoke hapa, waende waviambie vitu ambavyo kwenye maisha yao vimekaa kama mifupa. Tamkia mifupa yako. Ezekieli anaiambia mifupa, mifupa na kutamkia kwa neno la Bwana kuwa nafsi hai. Maandiko yanasema hivi, likatokea kama tetemeko na kimbunga. Mifupa imekufa miaka mingi, imekauka, mwingine uko huko, mwingine uko huko. Tetemeko likaunganisha mifupa juu ya mifupa, mfupa kwa mfupa. Kila mfupa unatafuta mfupa mwingine, unaungana. Kila mfupa unatafuta mfupa mwingine, unaungana.
anasema baada ya pale ikaanza kutokea misuli juu ya ile mifupa, baadaye ikaja mishipa juu ya ile mifupa, baadaye zikaja nyama juu ya ile mifupa, baadaye ikaja ngozi juu ya ile mifupa, baadaye ikaingia upepo ukaweka pumzi juu ya ile mifupa, mifupa ikasimama, likawa jeshi kubwa. Alafu Mungu anamwambia Ezekieli, mwanadamu, unajua namaanisha nini? Unajua namaanisha nini? Mungu anamwambia Ezekieli, nenda ukawaambie wana wangu, nenda ukawaambie wanangu ya kwamba hata kama wamewazika, hata kama wamezikwa, hata kama wako kwenye makaburi, hata kama wamewafukia, nguvu yangu inafika hata ndani ya makaburi. Nguvu ya Mungu inafika hata ndani ya vilivyokufa. Nguvu ya Mungu inafika kwenye magonjwa ya kutisha. Nguvu ya Mungu inafika kwenye umaskini uliopindulikia. Nguvu ya Mungu inafika hata kwa wale walioibiwa nyota. Nguvu ya Mungu inafika kwa walioibiwa kazi. Nguvu ya Mungu inafika hata kwa wasio na uhai. Nguvu ya Mungu inafika hata kwenye mifupa iliyokauka. Hata kama ni tumbo lako shetani amelifanya limekuwa mfupa, kwa jina la Yesu aliye hai, tamka neno juu ya tumbo lako lipate kuwa hai tena. Hata kama ni kazi yako imegeuzwa imekuwa mfupa, ikupe faida. Hata kama ni biashara yako imegeuka kuwa mfupa, sema neno juu ya biashara yako ipate uhai tena kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama ni watoto wako shetani amewakamata wamegeuka kuwa mifupa, tamka juu ya biashara yako itakuwa hai tena. Sema juu kwa miguu yako, in the mighty name of Jesus. Hebu simama kinabii, simama kama shujaa wa Bwana. Tamka neno juu ya biashara yako, tamka neno juu ya kazi yako, tamka neno juu ya huduma yako, tamka neno juu ya maisha yako, tamka neno juu ya kazi yako. Tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno. Hiyo mifupa iliyokauka kwa mamlaka ya jina la Yesu, natamka uhai, natamka uhai, natamka uhai, natamka uhai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Popote ambapo watu wanatutazama, natamka uhai juu ya mifupa iliyokauka. Iwe ni kazi, natamka uhai. Iwe ni huduma, natabiri uhai. Iwe ni biashara, natabiri uhai katika jina la Yesu. Mpe Yesu shangwe nzuri za makofi na vigelegele. Mchapie Yesu shangwe nzuri za makofi na vigelegele. Pale ulipoweka mikono yako juu, funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kunifundisha njia kuzidishwa. Siku ya leo, siku ya kwanza, najua kesho utanifundisha tena zaidi ya leo. Asante Yesu, kwa sababu kuanzia sasa nitazidishwa, nitaongezeka, nitastawi, nitanawiri, nitazaa sana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, watu wako wamekuwa hapa tangu saa moja. Asante kwa sababu ya neema ambayo umeachilia, kwa sababu ya kibali ambacho umewapa kuja hapa. Asante maana utaenda kujibu maombi. Asante maana matendo yako yataonekana. Asante maana nguvu zako zitaonekana. Asante maana utawatendea mema hata ambayo hawakutarajia. Bwana utayatenda, na kuuliza nguvu zako zikafunuke kwenye maisha yao, nguvu ya imani, nguvu ya kupigana vita vya kiroho, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Kila mwenye pumzi yao hayampe Yesu makofi ya amina.